Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah azindua diko la samaki lililopo mkoa wa Kusini Pemba litakaloimarisha sekta ya uvuvi visiwani humo. Na katika michezo, Tanzania inatarajiwa kushiriki mashindano ya Afrika ya mchezo wa kuogelea kwa watu wazima na vijana yatakayofanyika nchini Ghana kuanzia Aprili 28 mwaka huu. Habari za asubuhi, watazamaji wetu, karibuni kwenye kipindi cha Asubuhi Njema, na tunaomba radhi kwa kuchelewa kuanza taarifa hii ya habari. Ni kutokana tu na matatizo ya kiufundi. Na moja kwa moja tunazianza taarifa zetu za habari kwa siku ya leo, tukianza na ile ya kule Zanzibar, ambako tunaelezwa kufunguliwa kwa diko la samaki la Mbuyuni mkoani kutaongeza fursa za ajira na kuchochea maendeleo ya biashara na uwekezaji kwa wakazi wa wilaya ya Mkoani na vitongoji vyake. Tupate taarifa. Hayo yamesemwa na makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah katika hafla ya ufunguzi wa diko la samaki lililopo Mbuyuni mkoa wa Kusini Pemba, ambapo amesema ufunguzi wa soko hilo ni hatua ya kimkakati katika kuimarisha sekta ya uvuvi, kuongeza thamani ya mazao ya baharini na kuboresha ustawi wa wavuvi kwa kufanya kazi katika mazingira mazuri na salama. Jengo hili linapendeza mno, lakini lina kila kitu kinachostahiki kuwa diko kwa maslahi ya wavuvi wetu, lakini kwa maslahi ya wananchi wetu. Leo hii wavuvi wetu watapata nafasi ya kuhifadhi bidhaa zao. Nami nataka niwahakikishie kwa Zanzibar yote tumekusudia kufanya kazi kubwa katika kipindi chetu cha pili. Makamu wa pili wa rais pia amesisitiza kuwa bei za malipo zitakazoweka katika diko hilo zizingatie hali na vipato vya wananchi, lakini pia makusanyo yote ya fedha katika soko hilo yafanyike kwa njia ya mifumo ili ziweze kuingia moja kwa moja serikalini. Niagize mawaziri wa sekta hizi mbili, tawala za mikoa, serikali za mitaa na idara maalum za SMZ, na waziri wa uchumi wa bluu na uvuvi, mkae pamoja na timu zenu za kitaalamu muone namna bora ya kuliendesha soko hili. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi itajenga kiwanda cha kusarifu samaki nyuma ya soko hili hapa. Tayari michoro ya kiwanda hicho ipo. Eden Bahati, Channel 10. Serikali kupitia Wizara ya Mifugo na Uvuvi imesema imetenga shilingi milioni 253 kwa ajili ya mpango wa kuanzisha mashamba darasa ya malisho ya mifugo 300 katika halmashauri zote nchini ili kuwezesha wafugaji kujifunza kwa vitendo na kufuga kwa tija. Naibu Waziri wa Mifugo na Uvuvi Ngwasi Kamani anawasili mkoani Simiyu kwa ziara ya kikazi, ambapo pamoja na mambo mengine anatembelea shamba la mfugaji katika wilaya ya Bariadi na kujionea namna ufugaji wa kisasa unavyofanyika kwenye shamba hilo. Kisha anaeleza mpango wa serikali uliopo wa kuwasaidia wafugaji nchini kuweza kufuga kisasa. Sisi wizarani tunakuja na program, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ya kuanzisha mashamba darasa 300 nchi nzima. Tumekwisha tenga bajeti ya milioni 253 kwa ajili ya kuanzisha mashamba darasa haya katika halmashauri mbalimbali nchi nzima, ili sasa wafugaji tusiwaambie kwa maneno bali waone kwa vitendo. Kwa hiyo sisi kwa mkoa wetu huu wa Simiyu au hapa Bariadi tayari tunaye mtu ambaye anaweza kutumika kama shamba darasa kwa wafugaji kuja kuona kwamba hii sio hadithi, ni kweli kwamba eka moja inaweza ikatoa tani kuanzia 180 mpaka 200. Mkuu wa mkoa wa Simiyu Anamringi Macha anamhakikishia naibu waziri huyo kwamba yote yanayopaswa kufanywa na serikali katika mkoa wa Simiyu ili kuwasaidia wafugaji kufuga kwa tija yatafanyika. Bwana mkubwa hapa, mkurugenzi, ameeleza jinsi anavyopata karibu tani 180 mpaka 200 kwenye eka moja. Na kwa hiyo hamu yetu ni kuonyesha kwamba ni nini kinachofanyika katika kutekeleza azima ya serikali inayohusu ufugaji bora, na nimepokea maelekezo yako juu ya kumwendeleza huyu mkulima ili aweze aendelee kuwa mfano kwa watu wengine. Ni gharama kubwa za chakula cha mifugo, hususa ni kuku.
upungufu wa maji ya uhakika kwa shughuli za shamba, mikakati ya utatuzi, kuendelea kuwasiliana na taasisi za kifedha hususan benki za kilimo kwa ajili ya kupata mikopo. Nikiripoti kutoka hapa wilayani Bariadi mkoani Simiyu, mimi ni Aidan Mhando wa Channel 10. Mkuu wa mkoa wa Iringa Harry James amempa mhandisi wa halmashauri ya wilaya Kilolo siku 3 kuhakikisha anamsimamia kwa karibu fundi anayetekeleza ujenzi wa madarasa katika shule ya msingi katika shule ya msingi Kitelewasi iliyopo kata ya Irole wilayani humo ili kukamilisha ujenzi wa madarasa hayo kwa wakati, hatua ambayo inalenga kutoa mazingira wezeshi ya kujifunza kwa wanafunzi wanaotarajia kuanza muhula mpya wa masomo katika shule hiyo. Mkuu wa mkoa wa Iringa Harry James ameonyesha kutoridhishwa na kasi ya ujenzi wa baadhi ya miundombinu katika shule hiyo, akieleza kuwa ujenzi huo ulipaswa kukamilika mwezi wa Novemba mwaka huu, lakini hadi sasa bado haujakamilika. Kutokana na hali hiyo, Harry James ametoa maagizo hayo kuhakikisha kuwa ujenzi huo unakamilika ifikapo siku ya Ijumaa tarehe 9 Januari, akisisitiza usimamizi wa karibu na uwajibikaji. Ijumaa wamemaliza kazi. Sawa. Hii Jumatatu, Jumanne, Jumatano sisi tunaziongeza. Sawa bwana? Ijumaa ikabidhiwe kazi ambayo ni standard yenye ubora. Sawa. Hatutaki mambo ya kukimbizana tukaharibu kazi. Matokeo yetu watoto wetu wakasoma kwenye shule ambazo hazina ubora, walimu wetu wakakaa kwenye miundombinu mibovu. Sawa. Tumeelewana vizuri. Lakini nimezungumza habari ya sakafu pale, standard ya sakafu ili ifumuliwe yote. Sawa. Fumua sakafu yote hiyo. Frankie Kevin, mwalimu mkuu shule ya msingi Kitelewasi, akisoma taarifa ya utekelezaji wa ujenzi huo, amesema serikali ya awamu ya 6 imetoa shilingi milioni 170 kwa ajili ya ukarabati na ujenzi wa madarasa mapya katika shule hiyo ya msingi iliyokongwe, huku akibainisha kuwa kusuasua kwa utekelezaji wa mradi huo kunatokana na changamoto mbalimbali ikiwemo ucheleweshwaji wa vifaa vya ujenzi. Mafundi kufanya kazi kinyume na makubaliano, hivyo mkataba ulivunjwa. Wafundi wa awali baada ya kufanya kazi kinyume na makubaliano ya mkataba tuliokuwa tumekubaliana. Changamoto ya pili ni ucheleweshaji wa vifaa kutoka kwa mzabuni, hivyo kupelekea mradi kuna wakati kusimama kwa muda. Kwa kweli kutukumbuka kutuletea fedha kwa ajili ya ukarabati wa haya majengo pamoja na ujenzi wa madarasa yale ya awali, tunashukuru mno, sababu shule yetu kwa kweli ilikuwa ni chakavu. Mfano ilikuwa kama ile pale, unakuta watoto kipindi ya kufanya mtihani ni wanapata shida. Sisi tunawashukuru kwa niaba ya wananchi, wanashukuru sana. Naomba salamu hizi zifikishe kwa mama, tunamshukuru mno. Serikali ya awamu ya 6 imeendelea kuboresha sekta ya elimu nchini, kutoa fedha maalumu kwa ajili ya ukarabati wa shule za msingi kongwe ili kuboresha miundombinu ya elimu, kuongeza usalama wa mazingira bora ya kujifunzia pamoja na kuimarisha ubora wa elimu ya msingi. Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Serikali inaanza utekelezaji wa ujenzi wa kituo kikubwa na cha kisasa cha mikutano cha kimataifa katika jiji la Arusha kitakachojulikana kama Mount Kilimanjaro Convention Center MKCC kwa lengo la kukuza sekta ya utalii wa mikutano na hivyo kuchechemua uchumi wa wananchi na taifa kwa ujumla. Kituo hicho cha kisasa kitakuwa na uwezo wa ukumbi wa kubeba watu 5,000 kwa wakati mmoja, kumbi nyingine zisizopungua 40 na eneo la maonesho litakaloweza kuhudumia washiriki 10,000, maduka makubwa pamoja na hoteli za nyota 5. Kituo cha mikutano cha Mlima Kilimanjaro MKCC kinajengwa kwa ubia kati ya kituo cha mikutano cha kimataifa cha Arusha ASCC na mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma PSSSF. Kwanza kwa ujenzi huo kunabainishwa na naibu waziri ofisi ya waziri mkuu kazi, ajira na mahusiano Rahama Kisu aliyeambatana na management ya PSSSF kutana na kufanya mazungumzo na mkuu wa mkoa wa Arusha CPA Amos Makala. Ameeleza tayari mkandarasi ameonyeshwa eneo la ujenzi lililopo Kijenge kwa mradi huo ambao ameeleza utaleta tija kidiplomasia na kiutalii mkoani Arusha. Mradi mzuri wa kimkakati na tunatarajia makubwa mradi utakapokwisha kwenye sekta ya utalii, kwenye sekta ya diplomasia kabisa, lakini vile vile ni uwekezaji mzuri wa ajili ya kutengeneza faida. Na sisi kama serikali tunaahidi mashirikiano makubwa, tunafuatilia kwa karibu, tunaamini kila kitu kitakwenda sawa. Kwa upande wake CPA Amos Makala ameeleza mradi huo ni muhimu kutokana na Arusha kwa kitovu cha utalii na pia mwenyeji wa mikutano mingi ya kitaifa na kimataifa.
na nimeambiwa kwamba kwa ukumbi ule utakaojengwa, jengo la kisasa, utakuwa na capacity ya kuweka watu 5,000 kwa wakati mmoja, lakini pia mtakuwa na kumbi zisizopungua 40 na kutakuwa na eneo la kufanya exhibition ambao kutakuwa na watu 10,000. Mkandarasi ameonyeshwa site. Kwa hiyo nafikiri sasa baada ya ziara yako ni kuanza kazi. Tanzania kwa sasa inashika nafasi ya 5 katika utalii wa mikutano barani Afrika, ikiwa nyuma ya nchi ya Afrika Kusini, Morocco, Rwanda na Misri. Ni Novatus Bakunga, Channel 10, Arusha. Watoto waliokinzana na sheria na kupelekwa katika shule ya mabadilisho ya Irambo mkoani Mbeya wameshauriwa kujutia makosa waliofanya na kutakiwa kuwa watiifu na waadilifu mara baada ya kumaliza adhabu zao na kurudi katika jamii walizotoka. Ushauri huo umetolewa na Naibu Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Mhandisi Mary Priska Mahundi alipotembelea shule ya maadilisho ya Irambo na kuwataka watoto kuwaheshimu wazazi, kwani wamefikishwa katika shule hiyo kutokana na kutowasikiliza wazazi na kujikuta wanakinzana na sheria. Wasiwanyanyapae kwamba huyu alifungwa. Kuna mtu aliyefungwa hapa? Ila mpo kwenye shule ya maadilisho, hamna aliyefungwa baina yenu. Lakini mlikinzana na sheria, mmefanya makosa ambayo mliyafanya, kila mmoja na kosa lake, si ndio? Mkajikuta sheria ile ambayo mlikinzana nayo imekulazimisha uje hapa tukujenge, tukubadili, tukuelimishe. Kwa upande wake, mbunge wa jimbo la Mbeya Vijijini Patali Shida Patali ameishukuru serikali kwa kutoa fedha kwa ajili ya ujenzi wa barabara ya Igoma hadi Irambo, huku mwakilishi wa katibu wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya Amina Songoro akatoa rai kwa watoto hao. Tulipokuwa tunakuja, umeona tumepita barabara ya kutoka Igoma mpaka hapa Irambo, ni takriban kilomita 9. Ametupatia fedha zaidi ya milioni 250. Kwa hiyo mkikaa hapa mnaandaliwa, ni bora pia mkawa na malengo. Kiongozi wetu hapa aliuliza nani hapendi kuwa injinia? Hapa si mnasoma? Kuweni na malengo mazuri. Meneja wa shule ya maadilisho ya Irambo John Meshaki amesema watoto hao wamekuwa wakifikishwa kwenye shule hiyo kwa makosa mbalimbali ili kurekebishwa tabia, huku mmoja wa watoto hao ambaye jina lake limehifadhiwa ameiomba serikali kuona namna ya kuwasaidia watoto wanaopelekwa hapo wakiwa hawana nguo za kubadilisha na kusababisha watumishi kuingia gharama. Baadhi ya makosa ambayo yanawaleta watoto hapa, wengine wamekuwa kwenye wizi, wengine unyang'anyi, ubakaji, ulawiti, na wakati mwingine wapo waliohusika na matendo kuhusishwa na nyara za serikali, na wengine wamefanya makosa ya mauaji. Maafisa wetu wao wanapata shida sana kwa sababu kuna watoto wengine wanaletwa hapa wakiwa haijulikani wazazi wao. Yaani wanaletwa ni kwamba wamekamatwa na kosa, wamehukumiwa, wameletwa. Wanapofika hapa wanakuwa hawana kitu chochote, hawana nguo, hawana chochote. Kwa hiyo maafisa wetu wanakuwa wanaingia gharama. Kutoka shule hii ya maadilisho iliyopo Irambo mkoani Mbeya, Epimax Apolinari, Channel 10. Naam, ni shule ya maadilisho iliyoko kule Irambo mkoani Mbeya. Shirika la viwango nchini TBS kanda ya Kusini limeteketeza bidhaa mbalimbali zisizofaa kwa matumizi ya binadamu, ikiwemo nguo za ndani za mitumba, vipodozi na vinywaji, vyote vikiwa na thamani ya zaidi ya shilingi milioni 20, huku ikipiga marufuku watu kuuza na kununua nguo za ndani za mitumba. Tupate taarifa zaidi. Ni nguo za ndani za mitumba zikiteketezwa moto katika manispaa Mtwara Mikindani hapa mkoani Mtwara. Nguo hizi zimekamatwa na shirika la viwango TBS kanda ya Kusini katika mikoa ya Lindi, Mtwara na Ruvuma, na lengo ni kuhakikisha wananchi hawatumii nguo hizi ili kulinda afya zao, na kwamba TBS inataka wananchi kutokuuza wala kununua nguo za ndani za mitumba. Kwa hiyo Watanzania wote tunawashauri mfanye hili ambalo tunawaelimisha, na sisi tunaendelea kupita kwenye maduka na maeneo yote ambapo mnauza bidhaa hizi ili tuweze kubaini kama ni bidhaa ambazo haziruhusiwi, basi tunaziondoa sokoni. Pamoja na bidhaa hizo, bidhaa za vinywaji na vipodozi ambavyo havina sifa kwa matumizi ya binadamu pia vimeteketezwa, ambapo serikali inatoa wito kwa wananchi kutumia bidhaa zenye ubora ili kulinda afya zao. Ombi zetu TBS waweze kutoa elimu kwa wananchi, hasa watumiaji wa mwisho ambao wanatumia bidhaa hizi,
namna gani ya kutambua bidhaa ambazo zimeisha muda wake na bidhaa ambazo ni fake. Wananchi katika mkoa wa Mtwara wameiomba TBS kuhakikisha nguo za ndani za mitumba kutoingia nchini. Kufanya msako hasa sidiria na nguo za ndani wafanye msako sasa. Serikali wajitahidi kidogo na bei hizi za nguo kama mpya nazo wapunguze kidogo ili wananchi na wao wapate kunufaika nayo. Kutoka mkoani Mtwara, Adam Malima, Channel 10. Naibu Waziri wa Nishati Salome Makamba amesema zaidi ya wananchi 9,800 wameshanufaika na mradi wa bomba la mafuta ghafi kutoka Hoima nchini Uganda mpaka Tanga nchini Tanzania, ambao kwa sasa utekelezaji wake umefikia zaidi ya 86%. Ni ukaguzi wa maendeleo ya mradi wa bomba la mafuta katika eneo la Chongoleani, mahali ambapo ni kituo cha kupokelea mafuta ghafi yakiwekwa kwenye matenki manne ambayo kila moja lina uwezo wa kujaza lita 500. Na hapa Naibu Waziri wa Nishati Salome Makamba anabainisha hatua ya serikali kwa ajili ya kuanza kunufaika na mradi huo. Mradi huu umewanufaisha sana wananchi wa Tanga. Mpaka sasa hivi tunavyozungumza zaidi ya bilioni 10 imetumika kwa ajili ya kulipa fidia kwa wananchi wa eneo hili la Tanga. Kampuni wametuahidi itakapofika Julai kazi zitakuwa zimekamilika na sisi tuko tayari kwa ajili ya kuanza mradi huu. Kubwa ambalo nataka nisisitize kwa kipindi hiki kilichobaki cha ujenzi na mpaka pale tutakapoanza uzalishaji, tuzingatie wakandarasi wazawa kwa kuwapa tenda, kwa kuwapa kazi mbalimbali. Mwisho wa siku hili ni la kwetu, lazima tunufaishe sote. Kwa upande wake, Waziri wa Nishati na Maendeleo ya Madini wa Uganda, Dr. Ruti Nankabirwa, amesema baada ya kukamilika mradi huo, wakuu wa nchi hizo watakubaliana tarehe ya kuanza, kwa kuwa mradi huo ni miongoni mwa miradi mikubwa duniani na mafanikio yake ni ya kiulimwengu. We hope that we will maintain the momentum and that come July this year, the technical commissioning will be done to check on everything, whether nuts have been fixed very well. And then the heads of state will agree on the date. This is a critical project for the world to watch. Its success is going to be a success, a global success. Mradi huo unatarajiwa kukamilika mwezi Julai ya mwaka huu, huku ukileta uhakika wa nishati ya mafuta katika ukanda wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kutoka Tanga, Haraya Kipingu, Channel 10. Katika ngwe ya michezo, tunaelezwa kwamba Tanzania inatarajiwa kushiriki mashindano ya Afrika ya mchezo wa kuogelea kwa watu wazima na vijana yatakayofanyika nchini Ghana kuanzia Aprili 28 hadi Mei 5 mwaka huu. Akizungumza na Channel 10 Michezo, mkurugenzi wa ufundi wa chama cha mchezo wa kuogelea nchini TSA, Amina Mfaume, amesema kwa sasa wachezaji wanaendelea kujifua kwenye timu zao kabla ya mchujo wa kupata timu ya taifa kwa madaraja yote. Mashindano haya yanahusisha vijana wote wenye umri wa miaka 14 na kuendelea. Kwa hiyo junior watakuwa miaka 14 mpaka 17, alafu 18 na kuendelea ni senior. Lakini vile vile tutakuwa na mashindano ya watu wazima ambao ni masters miaka 25 kuendelea, nao pia watawakilisha timu ya Tanzania katika mashindano hayo. Maandalizi ya training bado, sasa hivi wachezaji wanaogelea kwenye kampi zao, kwenye club zao, lakini kama chama tumeshajipanga na coaches ambao wamechaguliwa wataanza rasmi mazoezi hayo kuanzia mwezi wa pili kwa ajili ya kuweza kuandaa wachezaji. Katika hatua nyingine, mkurugenzi huyo amesema mwaka 2025 ulikuwa ni wenye mafanikio zaidi kwao, kwani wamefanikiwa kushiriki kwenye mashindano mbalimbali ya kimataifa. Ni mwaka wa mafanikio makubwa sana kwa chama cha kuogelea, na vitu vingi sana ambavyo tulikuwa tumeplani tunaanza sasa kuvifanya vimeanza kufanikiwa. Zile clinics ambazo tulikuwa tunaongea na wazazi, coaches, having forum, zote hizo zimefanikiwa. Lakini vile vile Tanzania imewakilishwa vema na wachezaji wetu walioenda katika mashindano mbalimbali. Mwaka jana tulikuwa na mchezaji ambaye amefika finali katika mashindano ya Afrika, ambao kwetu ni we are so proud of that. Esther Mtebe, Channel 10. Naam, mwisho wa kipindi chetu cha Asubuhi Njema. Baragum Live inafuata, endelea kuwa nasi.